Hello, bwana inakuaje? Bila shaka uko fresh, ni time ya status ya Central Clouds TV. Tupitishana kwenye mitaa ya Instagram. Inasemaje pale? Na tukianza na ukurasa wa 69 Media TZ, wao wameandika akamatwa akijaribu kutoroka gerezani. Huko nchini Brazil, mfungwa mmoja amevutia hisia za watu wengi duniani baada ya kugundulika kuwa alitumia miaka kadhaa akichimba handaki kwa siri akijaribu kutoroka kutoka katika gereza lenye ulinzi mkali. Taarifa zinaeleza kuwa mfungwa huyo alikuwa akichimba handaki hilo kidogo kidogo kwa muda mrefu bila kugundulika, hadi walinzi wa gereza walipolibaini jaribio hilo la kutoroka. Tukio hilo limezua mjadala mkubwa kuhusu msongamano wa wafungwa katika magereza Brazil na hatua kali ambazo baadhi ya wafungwa huchukua ili kutafuta uhuru. Na katika ukurasa wa Mwananchi Scoop, wao wameandika kisa ubaguzi, anunua kila kilemba na Rolls Royce yake. Bana, ukistaajabu ya Musa utaona Firauni. Mwaka 2017, mfanyabiashara tajiri mwenye asili ya India anaishi Uingereza, Reuben Singh, alizua gumzo mtandaoni baada ya kuonesha jeuri ya pesa kutokana na kejeli za watu. Inaelezwa kuwa baadhi ya watu nchini humo walikuwa wakimtolea maneno ya ubaguzi kufuatia mavazi aliyokuwa akiyavaa. Ndipo aliamua kujibu kwa njia ya kipekee iliyopelekea kuzua gumzo zaidi. Katika mitandao ya kijamii, watu walimkejeli kwa uvaaji wake wa kilemba, wakiandika watu wanaovaa turban hawawezi kuwa na mafanikio makubwa, huku wengine wakimdhihaki kwa kuandika wanaovaa vilemba ni wanawake tu. Kauli hiyo bana haikumdhoofisha, bali ilimpa motisha kuonyesha mafanikio yake kwa vitendo. Singh aliamua kuanzisha challenge yake itwayo Rolls Royce Turban Challenge, ambayo kila siku ndani ya siku 7 alivalia kilemba cha rangi inayofanana na gari yake ya kifahari aina ya Rolls Royce. Ndani ya siku hizo 7, Singh alipiga picha akiwa amesimama mbele ya gari yake ya kifahari, yani Rolls Royce, yenye rangi mbalimbali kama nyekundu, blue, njano, kijani na nyinginezo. Picha hizo zilianza kusambaa kwa kasi katika mitandao ya kijamii, huku watu wengi wakivutiwa na ujumbe uliokuwa nyuma ya hatua hiyo: kujivunia utamaduni wako na kujibu ubaguzi kwa mafanikio badala ya hasira. Singh, ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya uwekezaji ya Aisha Capital, tayari alikuwa mfanyabiashara aliyefanikiwa kabla ya tukio hilo. Hata hivyo, Rolls Royce Turban Challenge ilimfanya julikane zaidi duniani kote, huku ikiongoza wawekezaji zaidi katika kampuni yake. Na tukimaliza katika ukurasa wa Dafra Online TV, wao wameandika kwamba amefungua lebo yake mwenyewe. Star wa muziki kutoka nchini Nigeria, Tiwa Savage, amefungua na kutambulisha rasmi lebo yake ya muziki inayokwenda kwa jina la Tiwa Savage Music Foundation. Lebo hiyo bana, yenye makao yake makuu jijini Lagos, imeanzishwa kwa lengo la kuibua na kukuza vipaji vya wasanii kutoka ukanda wa Afrika Kaskazini. Wadau na mashabiki wa muziki Afrika wamempongeza Tiwa kwa hatua hiyo kubwa kwenye kukuza na kusambaza muziki wa Afrika. Basi mimi nimemaliza kwa staili hiyo leo na status ya Central Clouds TV. Sasa kabla sijaondoka, hebu nikuache na hii. Mimi sina la ziada, langu jina ni Ibrahim Miraji. Tukutane tena kesho. Story kigonga tunaiweka wazi. Alright, asante sana mwana Central kuendelea kusalia na Central Clouds TV. Tarehe 11 March 2026 tumerejea tena kitivoni papa hapa baada ya kupata chakula cha habari kutoka kwa Mwajeb Shafi, status ya leo yaliyojiri kwenye digital platform, lakini ni wakati wa kupata masimulizi na kupiga story. Waswahili wanasema soga, na nikwambia kwamba busati nimelitandika, nikusihi kaa kitako. Unajua hujui, lakini utajua utakaposemezana. Live kutoka hapa Johannesburg, South Africa, siku ya 3 ya mkutano wa SADC, tukiendelea kunyosha. Na katika kikao hiki cha kusini tumesema 2026 ni vijana kunyosha kwenye masuala mbalimbali. Na nipo pia na malkia wa nguvu Hilda Gaspar,
ambaye anaendelea pia kunyoosha kwenye ulimwengu wa kuhakikisha si uwakilishi tu wa vijana, lakini kwenye kuamini kile ambacho yeye anakifanya na kukitekeleza. Wakati huo pia tuendelee kuhakikisha kwamba tunanyoosha imani katika kuhakikisha sauti zetu za toba zinawafikia ama tunahakikisha kile ambacho tunatamani kukifanya basi kiwe na tija kwa Mwenyezi Mungu, lakini kwa jamii ambayo pia inatuzunguka, ili tuweze kuwa kwenye sehemu salama zaidi hata baada ya mfungo wa Kwaresma pamoja na Ramadhani. Hilda, tumerejea tena. Tuko vizuri? Tuko vizuri. Mambo yanasemaje? Kama mazuri kabisa. Alright. Kabla tujaingia kwenye mjadala wetu wa kikao cha kusini, tupo kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhan na Kwaresma. Ni nadra sana kuona miezi hii inagongana. Wakati kama huu, pamoja na kwamba unafanya vitu vyako vya kutekeleza majukumu yako ya kila siku, kwenye kutekeleza majukumu ya yale ambayo tumekusudiwa kuumbwa nayo ya kiimani, kunyoosha imani, huwa ni matendo gani zaidi unayofanya katika kipindi hiki? Actually, mwezi kama ambavyo unatafsiriwa ni mwezi wa toba. Lakini kama ambavyo dunia ilivyoumbwa, dunia imeumbwa na aliyeumba ni mkubwa kuliko vilivyoumbwa, I can say. Alright. Kwa hiyo kila mmoja anatakiwa kwanza atambue kuna kitu kikubwa zaidi ambavyo vipo, yani kuliko sisi binadamu, kuliko miti, kuliko kila kitu. So ni mwezi wa toba. Binafsi mimi ninauchukulia kama mwezi ambao ni mwezi wa thamani sana. Lakini kwa jinsi ambavyo imetokea, imekutana Ramadhani na Kwaresma. Yes. Actually, kwa sisi kama Watanzania ambao tuna jamii ambazo zimechanganyika, kila familia ina Mkristo na kila familia ina Muislamu. So imeleta picha nzuri kwamba sisi ni ndugu, sisi ni jamaa, lakini hata mbele za Mungu sisi ni ndugu. Alright. So ni kitu ambacho kwa mwaka huu kimekuwa tofauti sana. Na ukizingatia mazingira ambayo tumepita kidogo, kwa ni kama pia naye Mungu kwa namna yake ameturudisha tena kujua sisi ni ndugu, ni wamoja, to be together. Alright. Turudi kwenye mjadala wetu, kwenye kikao chetu cha kusini, Mwana Central na mjumbe ambaye unafuatilia hivi sasa live kutokea hapa Johannesburg. Yapo mengi ambayo tutayazungumza. Hilda, unayemwona hapa ni mjumbe kwenye Baraza la Chakula Duniani, mjumbe wa Baraza la Chakula Duniani, lakini amewakilisha vijana wa Kitanzania kwenye mkutano wa SADC ambaye niko naye hapa pamoja na Joseph Malekela na Madam Judith. Lakini pia vile nafasi nyingine uliniambia ni mjumbe wa advisory body ya UNDP Tanzania. Lakini pia nipo kwenye secretariat ya network ya vijana ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini pia nimepata kushiriki katika platform nyingine nyingi. Ni dhahiri shahiri kusema kwamba wewe ni malkia wa nguvu. Nipe tano kwanza. Sasa kuna mtazamo ambao mamalkia wa nguvu ambao wapo kwenye sehemu za nafasi kama hizo, ni nadra sana kutafasirika kwamba ni watu ambao kwenye jamii wanasema wako hivi, yani mnaonekana mwanamke akijitambua, akifika ama akisimamia misimamo yake na kuwa kama hivi, wewe anatafsiriwa sana tofauti kwenye jamii. Wewe iko unakutana nacho, na kama unakutana nacho unafanya nini? Okay, yes, hivyo ni kitu ambacho sijui kimekuwa kawaida, lakini ndivyo ambavyo jamii imekuwa ikitafsiri wanawake hasa kwenye engo ya siasa, especially mabinti wanaochukia kwenye siasa, na hata wanawake ambao wamekuepo. Hakuna utamkuta mwanamke ambaye ameexcel kwenye siasa ambaye hajakutana na tunasema mishale, amekutana na kila kitu ambacho kingeweza kumkatisha tamaa. Kwa hiyo nadhani ni mtazamo ambao uko kwenye jamii, wakati mwingine unaweza ukakatisha tamaa, kwa sababu ukiangalia hata kwenye trend kuna watu walikuwa wanaanza wako vizuri, lakini wanakutana na changamoto, wanakatishwa tamaa, wanakosa support, wanakutana na mitazamo mibaya hata kwenye mitandao ya kijamii. Kuna bullying, kuna namna ambavyo unaonekana kama wewe you don't how fit kwenye jamii, maybe you're too much na nini. Lakini namwamini Mungu, kila mtu ameumbwa na alivyowekwa kwa sababu maalum. Hata tukisoma kwenye vitabu vya dini, kulikuwa na wanawake ambao walisaidia hata mitume. Kulikuwa kuna wanawake ambao walistand, waliwasaidia hata wafalme na vitu vingine kama hivyo. Lakini katika jamii ambayo tunayo, setup ambayo tunayo katika jamii zetu, kuna namna ambavyo mwanamke lazima ajue what is happening, nini kinaendelea, na kina gani kinatakiwa kifanyike. Mimi ukiniuliza hata kwenye tunapokuja kwenye maeneo ya kutunga sera, mwanamke alikuwa kwenye sehemu ya kutunga sera anaweza kaa na uelewa mzuri zaidi, kwa sababu mwanamke ni mtu ambaye anakuwa kwenye kila kitu. Okay. Yani maisha yanakufanya unakuwa exposed kwenye kila kitu. Yani wewe una masuala ya maji yanakugusa, kilimo kinakugusa, ukija usafiri barabarani, miundo mbinu inakugusa, afya inakugusa, everything comes around inakugusa. Kwa hiyo
of course ni mtazamo ambao kwa wakati mwingine inabidi tuende tuubadilishe. Alright. Yes. Sawa. Sasa pamoja na mjadala huu wa kikao cha kusini ambapo nipo na Hilda Gaspar ambaye pia ni mtaalamu wa masuala ya diplomasia ya uchumi, tutajadili masuala mengi. Jambo moja ni swala la amani ambalo ukiachana na kikao chetu cha SADC ambacho tutapata nafasi ya kujadili vitu vingi hapa, tumekutana pia na Mtanzania mwenzetu, yeye anaitwa Isaac Enoch Nyeimaga. Yeye ni Mtanzania ambaye pia amekuja kushiriki kikao cha masuala ya amani hapa Afrika Kusini na kuondoka na ajenda anaporudi nyumbani awaeleze vijana wa Kitanzania umuhimu wa amani kwenye muktadha wa maslahi ya taifa na kijana mmoja mmoja katika kuhakikisha kwamba tunafikia kwenye kilele cha mafanikio. Nikasema pamoja na mjadala wetu, hebu tupate nafasi ya kumsikiliza na kuungana naye hapa mtazamo wake na kile ambacho ameondoka nacho hapa kwenye kukipeleka nyumbani Tanzania, hususan kwenye ajenda na masuala ya amani. Alafu tutarejea hapa na kikao chetu cha kusini kwa ajili ya mjadala mpana zaidi. Habari, naitwa Isaac Enoch Nyeimaga, ni Mtanzania ambaye nimepata fursa ya kuhudhuria Youth Peace and Security Workshop ambayo iko inafanyika hapa Johannesburg, South Africa kwa udhamini mkubwa wa Ireland, ubalozi wa Ireland pamoja na IJR ambao ndio walikuwa wametuweka hapa. Na moja ya vitu ambavyo tulikuwa tunaangazia ni ajenda ya amani ya Afrika ambayo imeanzishwa na Africa Union, na tumeangalia ni nchi ngapi ambazo zimeweza kuimplement huu mpango wa kuimplement hii ajenda. Na moja ya vitu tumegundua ni kwamba nchi nyingi bado hazijaanza kufanyia kazi ajenda hii, na mimi kama Mtanzania ambaye niko hapa nimechukua haya mafunzo na kuja Tanzania sasa kuhakikisha na nyoosha maelezo kwa namna ya kipekee kabisa kwa kuanzisha heka na kuleta fujo na joto la kuhakikisha watu kwanza wanaelewa ajenda ya amani ni nini, lakini pia wanajua ni mustakabali upi unahitajika ili vijana kuwa mabalozi wazuri wa amani kwa Tanzania. Na moja ya vitu vya kuzingatia kwamba sasa hivi tunatumia mitandao ya kijamii, na kwenye mitandao ya kijamii kuna mambo ya misinformation na disinformation. Kwa hiyo hii ni fursa ya kipekee kwa sababu mimi binafsi na deal na digital part, kwa hiyo ni sehemu ya kitofauti ambayo naenda kuhakikisha tunaleta innovation au mapinduzi makubwa kwenye eneo kama hili. Asante sana. Alright, huyo ni Isaac Enoch, moja ya kijana wa Kitanzania pia ambaye tumekutana naye hapa Afrika Kusini kwenye sehemu ya ajenda ambayo ameibeba yeye ni kwenye masuala pia ya amani ambayo anayarudisha Tanzania. Ushiriki wa mikutano kama hii inaleta taswira gani, si tu kwa kundi la vijana lakini hata kwa picha halisi ya taifa la Tanzania? Okay, kwa sisi Tanzania nadhani inakuwa iko relevant sana, tunasema inaendana na wakati ambao tulipo. Alright. Kwa sababu sisi ukiangalia sera yetu ya mambo ya nje miaka iliyopita ilikuwa tunasema ilikuwa traditional foreign policy, sera mambo ya nje ya zamani ambayo ilikuwa viongozi wetu wa zamani kama kina Nyerere, Rais hayati Mwalimu Nyerere, Julius Kambarage Nyerere aliwekeza sana kwenye kuhakikisha majirani zetu kwanza sisi tunakombolewa kutoka kwenye ukoloni, lakini pia majirani zetu wanatoka katika ile mifumo ambayo ni kandamizi, tunasema liberation of the region. Tunapokuja katika mikutano kama hii ambayo pia na majira yamebadilika, nchi zetu zimekombolewa, lakini changamoto kubwa tulionayo ni swala la uchumi. Kwa hiyo nadhani kwenye swala la diplomasia ya uchumi, huu ni wakati ambao sisi wenyewe kama sera yetu ambavyo inatutaka kila mmoja, na hili jukumu la diplomasia ya uchumi liko kwenye mabega ya vijana wetu ambao ndo sisi, mimi na wewe, kila mmoja kwa nafasi yake. Tumeona kwamba kuna fursa nyingi ambazo zipo sasa hivi kwenye biashara za mipakani, cross border trade. Tulikuwa tunaongelea masuala ya tripartite simplified trade regime. Hii hapa ni mkakati ambao hizi nchi zimeona zifanye kwamba namna gani ambavyo mwananchi wa kawaida ambaye hawezi kuwa na container kubwa, ana mzigo wake ambao labda unachukua chini ya $1,000, $2,000, anaweza akapita akaenda Malawi, akaenda Angola, akaenda Botswana, akaenda Namibia, akaenda Mozambique, akafanya biashara zake bila kuwa na vikwazo ambavyo ni vingi. Ni vile vitu vya kawaida tu, labda unapita pale una sign form, unafanya nini. Kwa hiyo nadhani kama Tanzania huu ni wakati ambapo vijana wetu inabidi wafungue macho, wakuona fursa ambazo zipo. Moja ya kitu ambacho kinanitafakarisha, kilimo kinalimwa, na kama kinalimwa bidhaa za kilimo zipo, pengine kwenye sehemu ya kuongezea thamani hizo bidhaa za kilimo
ikawa ndio kuna pesa nyingi zaidi ambazo vijana sasa hivi tunakimbia kwenye sehemu ya kilimo shambani, tunakuja mjini kwa kuamini fedha zinapatikana mjini, tunakimbia kule ambapo pesa zinatoka. Tumekuwa na mjadala mpana zaidi hapa, namna gani ambavyo tunanufaika na sekta ya kilimo. Tupo nchi tofauti tofauti, ardhi tofauti tofauti, lakini tuna uwezo wa kuzifanya mataifa haya ukanda wa SADC kuwa kitu kimoja na kuwafanya vijana wakijihusisha kwenye masuala ya kilimo kufanikiwa kwenye hilo. Kwa sera yetu ya vision, dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050, lengo kubwa na mahususi ni kwamba Tanzania iwe mzalishaji namba 1 wa chakula dunia wa Afrika. Lakini pia iwe mzalishaji katika top 10 countries duniani kwenye uzalishaji wa chakula. Hili ni jukumu la nani? Ni jukumu letu sisi vijana. Kila mmoja ahakikishe kwa nafasi yake anakuwa kwenye value chain ya kilimo. Ndio ulichokisema. Unajua saa nyingine ukifikiria kilimo watu wengi wanawaza mbolea, anawaza mbegu, anawaza awe na plot kubwa. Plot of course zipo, tukiamua kuzitumia, tutazitumia na kila mtu anaweza kalima. Lakini bado kuna sehemu nyingi ambapo mtu anaweza kuengage kwenye kilimo. Kwa mfano, ukiachia tu kulima shambani, kuna kuanza kusort, kwanza kuhifadhi chakula. Kuna mtu anaweza asiende shambani, akatengeneza sehemu storage facility ya kuhifadhi chakula pale kijijini kwao. Umeelewa? Okay, akahifadhi chakula. Mwingine akawa na mashine ya kusort. Kwa mfano mahindi, marage yakivunwa yana uchafu, wewe unakuwa tu na sorting machine kabisa moja tu. Unafanya, umesha engage kwenye kilimo cha chakula, unapata pesa. Mwingine akawekeza kwenye kufanya packaging. Akawa na mifuko mizuri ambayo iko branded vizuri, ambayo ina quality ambazo zinahitajika, akafanya packaging. Mwingine akafanya kazi ya kufanya transportation. Umeona? Unaweza tu kawekeza, mimi kazi yangu msimu wa mavuno ukifika, ninatoa chakula sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ukianza msimu unaanza mpaka unamaliza, ushatengeneza hela yako. Mwingine akafanya kazi nyingine ya kutafuta masoko. Umeona? When you are always in social media, jua kwamba kuna sehemu fulani, kuna fursa fulani. Wewe ni kazi yako kutafuta na kulink up masoko. Lakini mwingine anaweza kufanya hata kazi ya kufanya nini? Ya kufanya negotiation. Unajua kwa mfano when it come to biashara, kuna watu wanashindwa kuwa, tunasema ni business lobbyist. Okay. Wanakuwa na business intelligence. Kwa hiyo wanajua kwamba labda okay, ni mtu gani anafanya biashara nzuri, anatoa hela nzuri, anafanya nini? Yes. Lakini unakuwa sio dalali mwizi, unakuwa dalali mzuri, yani dalali smart. Yes, kama mtu akiwaza kwamba amelima mazao yake, au mtu akiwaza kwamba mimi nataka zao fulani au nataka product fulani, anakuwaza wewe, kwa sababu you have the way ya kunegotiate, ya kujua product nzuri. Kwa hiyo hapo huo mnyororo wote, najua ni changamoto tu ambayo inafanya tuje na solution ya mawazo yetu, ili sasa tuone uwajibikaji wa vijana kuingia kwenye sekta ya kilimo na maeneo mengine ya kiuwezeshaji, ili mifuko ya vijana itune. Nini inakuwa ni changamoto? Okay, kwa mtazamo wangu na kwa analysis ndogo ambayo nimefanya, kwa Tanzania sisi vijana wetu wanania, ila uthubutu kidogo umerudi nyuma. Yaani kila mtu, kuna mtu ana matamanio, anawaza, na sio kwamba watu hawana taarifa. Wanazo taarifa, lakini pia kitu ambacho tunaweza tukakifanya sasa hivi kama vijana, tujenge culture ya kuwa na collaborations. Wewe hapo una milioni 1 au una 500,000 au una hela, una nguvu, una muda, let's join. Kwa sababu kwa mfano tukiwa timu of watu 5, wewe una muda wa kwenda shambani, mimi nina mtaji wa kununua guta, mwingine ana mtaji wa kununua vifungashio. Umeelewa? Mwingine mimi have skills za kutafuta masoko, mwingine ana skills za social media branding. We have made something. Kwa sababu ukitaka kusema vijana hawana hela, yes, wanaweza wasionazo zile nyingi, lakini hela kuanza nacho zikipo. Kwa sababu the money we are using to buy phones, ila tunatumia mabando kununua kubling, yani nguo, magari. Kuna watu wana magari, kwa sababu mtu anaweza kaenda kuchukua mkopo akanunua gari lake akabling, lakini tungekuwa tuna ile sasa, ngoja niwekeze kwanza, labda ni shamba na nini. Kwa hiyo nadhani tuna avenue bado kidogo za kufanya kuwekeza, lakini nahisi hatujaamua prioritize. Okay. Sasa hivi sasa Mwana Central, tukiwa tunaendelea na kikao chetu cha kusini hapa Johannesburg, South Africa, moja kwa moja tuende tukasikilize vijana kutoka mataifa mbalimbali walioshiriki kwenye sehemu ya mkutano huu,
na hapa wanatupa mtazamo wao, nini walichojifunza, nini walichokipata kutokana na ushiriki ambao wameonyesha hapa katika siku hizi 3 za ushiriki wa mkutano huu wa SADC. So hi, my name is Ashley Juliet. Habari, jina langu ni Ashley Juliet. Mimi ni mjumbe wa kimataifa katika jukwaa la vijana la SADC. Hata hivyo ninahudumu katika kamati ya ushauri wa baraza la vijana la kimataifa kule Shelisheli. Labda mtazamo wangu kuhusu jukwaa hili la siku 3 ni ukweli kwamba tunahitaji kurudi nyuma kidogo. Tunahitaji kujiimarisha ndani ya nchi tunapokuja kwenye majukwaa haya. Kwa sababu tunagundua kwamba kuna baadhi yetu ambao wamekuja kwenye jukwaa hili kwa mara ya kwanza na hatujahamasisha ule ujuzi na kila kitu kilichotokea katika majukwaa yaliyopita. Hivyo hata tukiwa katika jukwaa hili, tunaona kuwa hatuwezi kufanya maamuzi madhubuti kwa sababu hatuna habari za kutosha. Na hivyo ombi langu kwa SADC na waandaaji ni kwamba labda tutafakari na kupanga vizuri. Tushirikiane kutoa taarifa muhimu kabla ya sisi kuwasili nchini ili tuweze kuwa na mjadala wenye tija. Na pia ukweli ni kwamba tupo hapa kuwakilisha nchi wanachama wetu. Na ikiwa hatujui kinachoendelea katika nchi zetu wanachama, basi tutakuwaje na ufanisi? Kwa hiyo nadhani huo ndio ujumbe wangu na mtazamo wangu wa leo. Asante. So I think that is my message and my perception of today. Thank you. Hi, my name is Mike Tembo. I am a youth advocate and the sexual reproductive health. Habari, jina langu ni Mike Tembo. Mimi ni mtetezi wa vijana katika shirika la Sexual Reproductive Health Africa Trust nchini Zambia. Nipo hapa Afrika Kusini nikihudhuria mkutano wa wataalamu wa vijana wa SADC. Huu ni mwendelezo wa yale tuliokuwa nayo mwaka jana, ambayo yalikuwa ni mashauriano ya vijana kuhusu SADC na mgawanyo wa idadi ya watu. Na hadi sasa mambo ni mazuri. Mkutano umekuwa wenye tija na wa kushangaza kwa sababu idadi kubwa ya vijana wanajitokeza wakitoa hoja na mambo wanayoyataka kuyaona katika jukwaa la vijana ambalo tunaliunda, mfumo tunaounda hapa. Na jambo moja ambalo limenivutia ni jinsi vijana walivyo na ujasiri katika chumba hiki. Haijalishi ni nani aliyopo, vijana wanatoa hoja zao wakiwakilisha vijana wengine ambao wako katika jamii tofauti. Pia jambo moja ambalo ningependa kuondoka nalo ninaporejea nchini kwangu baada ya mkutano huu kukamilika ni kuona jinsi mapendekezo yetu na michango yetu inavyoingizwa katika mfumo unaoundwa. Asante sana. How our contributions are being embedded into the framework that is created. Thank you very much. Okay. Hello, my name is Millicent Sataile. I'm the chairperson of Botswana National Youth Council, and my perception and my perspective from the just ended 3 days. Habari, jina langu ni Melissa Sataile. Mimi ni mwenyekiti wa Baraza la Kitaifa la Vijana la Botswana. Mtazamo na maoni yangu kutokana na mkutano wa mashauriano wa siku 3 uliomalizika hivi punde kuhusu jukwaa la vijana la SADC ni kwamba mfumo utakaotumia kuhakikisha kuwa jukwaa hili lina ufanisi na tija kwa mabaraza ya kimataifa ya vijana ni lazima tujenge mfumo endelevu. Tusijenge tu jukwaa lingine la mfumo mwingine. Shughuli tutakazoziunda katika ngazi ya kanda lazima ziendane na kile kilichotokea katika mashirika ya maendeleo yaliyopo nchini. Maoni yangu ni kwamba huenda tukahitaji kuchukua muda kidogo kupanga jambo hili kwa umakini na kuona jinsi linavyoshuka hadi ngazi ya nchi. Kwa sasa SADC haiyasaidii mabaraza ya kitaifa ya vijana ipasavyo katika masuala ya msaada wa kiufundi na kifedha. Hivyo ikiwa tutapata nafasi ya kuunda mfumo katika ngazi ya kanda, ni lazima unufaishe mabaraza ya kitaifa na vijana. Tunahitaji kuendeleza uwezo na pia suala la upatikanaji wa rasilimali ni muhimu sana. Kuna mengi tunaweza kufanya na tunaweza kuchukua muda kidogo kupanga jambo hili kwa umakini zaidi. Across countries. So there's a lot we can do. There's a little bit of time that we can take in really planning this through. My name is William Tulumbe. I come from Malawi and I serve at the National Youth Council of Malawi as Director of Programs. Sure. It's been a good time here in Joburg. Jina langu ni Zaidiwa Tulumba. Ninatokea nchini Malawi na ninahudumu katika Baraza la Kitaifa la Vijana la Malawi kama mkurugenzi wa program. Imekuwa wakati mzuri hapa Johannesburg tukijadili kuhusu jukwaa la vijana la SADC. Sikujua kuwa jukwaa hili la vijana halikuwa limerasimishwa kisheria katika itifaki za SADC. Hivyo kuja hapa na kujadili kuhusu itifaki itakayoongoza jukwaa la SADC, naona ni fursa kwangu kutoa mchango kwa vizazi vijavyo kuhusu jinsi vitakavyoendesha shughuli zao katika kanda hii. Pia kimekuwa kitu cha kufurahisha sana kuwa na majadiliano juu ya masuala ya kimaudhui, masuala yanayohusu vijana na biashara, vijana na uwezeshaji wa kiuchumi, vijana na afya pamoja na ustawi, na masuala mengine tuliyojadili ikiwemo ushiriki wa vijana
na masuala ya utawala yanayotugusa. Health and well-being, and so many issues that we've discussed, including the youth participation and governance issues that are affecting people. Alright, hao ni vijana, mwingine anatoka Botswana, mwingine anatoka Seychelles, mwingine anatoka Malawi, mwingine anatoka Zimbabwe, kwa jinsia tofauti, na wametoa mitazamo yao kwenye masuala mazima ya ushiriki wa moja kwa moja kwenye mkutano huu wa SADC. Kikao cha kusini kinaendelea kutoka hapa Johannesburg, South Africa. Mimi ni Ali Kashmiri. Unionapo kuna jambo, tunaendelea kunyoosha imani. Wakati Clouds Media Group tukisherehekea miaka 10 ya Malkia wa Nguvu, nikasema leo namvuta hapa Malkia wa Nguvu ambaye taaluma yake ni mwanadiplomasia hususan kwenye masuala ya uchumi, lakini ni mjumbe wa Baraza la Chakula Duniani na vyeo vingine. Hivi nafasi ya ujumbe wa Baraza la Chakula Duniani inapatikana vipi? Actually ndo masuala ya uthubutu. Alright. Sababu katika area ambayo ina interest kubwa na ina fursa nyingi ni swala la chakula. So mimi kama mdau wa masuala ya kisera, masuala ya governance, so I've been navigating na nikapata fursa ya kuchaguliwa kuwa sehemu ya representative ya vijana kwenye Baraza la Chakula Duniani. Pamoja na nafasi nyingine ambazo zinaendana na hizo, kwa sababu ni champion pia wa malengo ya maendeleo endelevu SDGs. Yeah, kwa hiyo ni sehemu ambayo nimekuwa nikichampion, na unapata hizo nafasi kwa sababu ni wewe tu unavyozikimbilia. Hizi nafasi zipo na kila kijana anaweza kuziaccess. Wakati tunayazungumza haya yote kwenye mataifa 15, kitu gani ambacho umekiona tofauti, na kama Tanzania pengine tuna cha kujifunza kutoka kwenye mataifa ambayo yameshiriki kwenye mkutano huu, kwa yale ambayo tumeyajadili, pengine kwenye kilimo, kwingine kwenye masuala ya ushiriki na ushirikishwaji wa kundi la vijana, kulingana na kile ambacho amekiwasilisha na maeneo mengine? Nadhani hilo ni kitu ambacho tunaenda kujifunza, kwa sababu of course najua sisi kupitia vyama vyetu kuna namna ambavyo kuna kuendorse vijana, kuna percent za vijana kushiriki katika hizo nafasi za maamuzi. Lakini nadhani sasa inabidi ikuwe kuna hatua mahususi inaweza ikachukuliwa kwamba vijana wawezeshwe kuwa hata labda na asilimia kadhaa kushiriki, au hata basi hata kama haitawekwa kwamba lakini specific hiyo asilimia fulani, basi hata katika hivyo vyama inapokuwa inatokea labda katika nafasi fulani kuna vijana ambao wanaonekana wana uwezo, wana nini, wapewe support. Kwa sababu kiukweli watu wengi wameongelea kwamba kitu kimoja wapo ambacho kinawavuta vijana nyuma kwenye kushiriki kwenye nafasi za maamuzi ni kutokuwa na resources. Kwa sababu kama ulivyokuta mjadala tu tunaongea kwamba kwa nini vijana hata wakigombea unakuta mara nyingi kupenetrate inakuwa ni ngumu sana, lakini wanaopiga kura, wanaopiga kampeni ni vijana wenzao. Unaona? Kwa hiyo nadhani pia tubadilishe tu kale mtazamo kwamba tujue uongozi ni utumishi wa watu. Na kwa mfano Tanzania sisi 77% ya population ni chini ya miaka 35. Kwa hiyo ni kusema kwamba kati ya watu watatu, watu wanne, watu watatu ni vijana. Kwa hiyo nadhani ni vizuri vijana waendelee kuaminiwa, na of course Tanzania hata kama tu sio bungeni, lakini kwenye nafasi mbalimbali umeona kuna uaminifu pia vijana wamepewa. Kwa hiyo nadhani sasa ni vijana pia wenyewe ambao pia wameshapata hizo nafasi kuonyesha kwamba wanaweza, sio kwamba wamekuwa pale kwa kupendelewa au kwa bahati mbaya. Wanaweza na uwezo. Yes, wanaweza na wanatakiwa wa translate maono ya taifa wao kama vijana. Unajua ni wakati ambao vijana tusijitafsiri sisi kama subsidiary. Hiyo subsidiary ni kitu, kuna kitu kingine alafu ndio unafuata. Unajua ile like kwenye home structure wewe ni mtoto wa kwanza. Kuna namna una feel kwamba mimi nina jukumu zito la kubeba. Kwa hiyo nadhani sisi wa vijana wa kizazi hiki, kwa sababu unajua wanavyosema vijana sasa hivi ni 77, it doesn't mean watakuwepo vijana 77 miaka yote. No, hichi ni kizazi kinasogea. Mama anabadilika. Inawezekana wanaokuja huko inaokuja wakawa vijana asilimia chache zaidi. Hata chini ya 50% ndio ikawa tukafika sehemu ambapo chini ya 30 ndio vijana, kwa sababu yapo mataifa ambayo kwa sasa hivi watu wazee ni wengi kuliko vijana. Kwa hiyo na sisi tusipojipanga vizuri kizazi hiki, yani kwa muda huu tuseme like hiyo tunavyosema dira ya mwaka 2050 mpaka 2050, inawezekana hichi kizazi chote kikawa kimekuwa wazee. Of course kitakuwa kimekuwa wote ni wazee. Na hawa wazee wasipokuwa wamejitengenezea mikakati mizuri watakuwa tegemezi kabisa. Kwa hiyo ni kupanga mipango. Na kupanga mipango. Kwa hiyo nadhani kwa masuala ya governance tujiamini, tufanye kwa kujitoa, na hata pale ambapo kunaonekana kuna magap basi
kuone namna gani ambavyo ya kusapoti vijana wasogee, kwa sababu lazima pia na ambao wametangulia waone, tunasema kuna succession plan. Isiwe kama favor, lakini wanaona namna gani wana groom hawa vijana ili wanaposogea na wenyewe wanasogea na wanakuwa na watu ambao wanaamini kwamba nchi iko mahali salama. Alright. Hilda amezungumza mengi, lakini wakati tunamalizia, sababu ya muda wetu nao sio rafiki, kwa faida ya Mwana Central, kitu gani ambacho tungependa kumwambia cha mwisho wakati tunaweka nukta ya kikao chetu hiki kutoka hapa kusini mwa Afrika? Kumwambia kijana? Yes. Na okay, mimi binafsi nadhani tufike mahali sasa vijana tukubaliane, ni sio tena sisi kwa kizazi hiki. Sisi hatulidai taifa. Taifa linatudai sisi. Taifa linatudai sisi. And this should be inatakiwa iwe kwenye kila moyo wa kila kijana. Everywhere, mimi have been some places across Africa, South here, I mean East Africa, nimekuwa West Africa, nimekuwa Europe. Kitu ambacho Tanzania tunacho na tumebaki nacho na tunabidi tukitumie sasa kwa manufaa ya kizazi hiki na kizazi kinachokuja, ni ardhi ambayo ilitunzwa na wazazi wetu. Umeona? Kwa hiyo nadhani sisi tukubaliane, hata kama kuna changamoto hatukatai, lakini sisi tunalo deni kwa taifa letu. Alright, tuondoke na huo mstari ya kwamba tunakubaliana pamoja na changamoto ambazo tunakabiliana nazo, na hakuna kitu kizuri kikaenda tu smooth, yani lazima kiwe na changamoto, lakini tunawajibika kuacha alama katika taifa letu la Tanzania. Matokeo ya wewe unanifuatilia kupitia Central Clouds TV, mimi na Hilda, ni juhudi na jitihada za kizazi ambacho kimetufanya sisi tuwe salama hapa. Kiliwekeza kwa namna yake kwenye elimu, afya, na ndio maana tupo hapa kwa uwezo wa Mungu. Lakini je, sisi kama vijana tunaposema 2026 tunanyoosha kuhakikisha tunaacha alama na kuondoa lawama, namna gani na sisi tutaacha alama kwa kizazi chetu kinachokuja kusema kwamba na sisi uchumi tulikuta kwenye hali fulani. Mara kadhaa naona memes ya kwamba hivi babangu alikuwa wapi asinunue nyumba Sinza, asinunue nyumba Mikocheni, Masaki. Yani kwa nini? Yani hawa wazee wale kuepo hapa kwa nini? Au kwa nini iwe hivyo? Sasa wakati wao unasema kwa nini, hebu sasa hivi fanya mpango ununue nyumba Sinza, ununue nyumba Mikocheni. Hebu sasa hivi fanya mpango. Alafu ndo pale unakuja unajiuliza, unakaa mzee, nyumbani tulikuwa 10, afu wote tulikuwa tunasoma, tunakula milo mitatu. Walikufanyaje? Mbona maisha magumu na mlo mmoja, afu mambo ndo unaona sasa uhalisia wa maisha upoje. Anyway, Hilda, nikushukuru sana kwa nafasi yako. Asante. Umenipa wakati mzuri sana pamoja na Mwana Central ambaye anafuatilia Central Clouds TV live kutoka hapa Johannesburg. Umekuwa ni wakati mzuri. Hakika wewe ni malkia wa nguvu. Tunarejea nyumbani kesho, na kesho Central itakuwa ni live kutokea Clouds Media Group, Mikocheni, Dar es Salaam. Sina la ziada. Asante kwa wote pia ambao wameshiriki kutoka hapa South Africa, Joseph Malekela, Madam Judith, lakini pia vile vile nyuma ya kamera yupo Bwana Isaac ambaye yeye anahakikisha kile kitu kinaenda kwa sawa zaidi. Lakini kutoka Mikocheni, Dar es Salaam, kwa asante za nguvu kwa Hussein Miayo, JB Kazumba, Azizi Kindamba, Emmanuel Sweta na wote ambao wameshiriki pia kwenye collaboration hii ya Tanzania na hapa South Africa. Endelea kunifollow kwenye ukurasa wangu wa Instagram @Ali_Kashmiri. Ukinikaribisha kuwa rafiki, nitakukaribisha kuwa ndugu yangu wa damu kabisa. Wakati nyumbani ni saa 3 hivi kamili, na huku tunasema ni saa 2 na madakika yake. Wakati huo pia sasa, kwa sababu nilianza show kwa sijapiga futari vizuri, sasa narudi kwenye meza sasa kupiga futari vizuri. Nikutakia usiku mwema. Bye bye. Tukutane kesho Mikocheni, Dar es Salaam, Nikota.